Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Oktoba 28 ya mwaka 2025. Mwezi huu tumekuwa tukijifunza mada kuisemayo mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Na leo tunaendelea na mfululizo wa masomo haya. Kabla hatujalianza somo hili la siku ya leo, hebu tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya upendo wako na rehema yako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya uhai. Asante kwa sababu ya afya njema. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ambayo watoto wako wa kiume na wa kike tunakuja kujifunza neno lako. Jina lako litukuzwe sana. Asubuhi ya leo tumekuja kujikabidhi miguuni pako. Tusamehe dhambi zetu, katusafishe na kututakasa. Tembea nasi tunapojifunza mada hii. Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo. Na zaidi sana tutakapomaliza kujifunza asubuhi hii, tembea nasi siku ya leo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kanisa litashinda. Imejengeka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 15 aya 3. Neno la Mungu linasema, nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo, wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, Ee Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, Ee mfalme wa watakatifu. Kristo amelipatia kanisa lake agizo takatifu. Inampasa kila muumini kuwa mfereji ambao Mungu atautumia kuwasilisha kwa ulimwengu hazina za neema yake. Utajiri wa Kristo usiochunguzika. Hakuna kitu Mwokozi alicho na shauku nacho sana kama udhihirisho wa upendo wa Mwokozi kupitia wanadamu. Mbingu yote inawasubiri wanaume na wanawake watakaotumiwa na Mungu kufunua uwezo wa Ukristo. Kanisa ni wakala wa Mungu wa kutangaza ukweli, wakiwa wamewezeshwa naye kufanya kazi maalum. Na kama kanisa litadumisha uaminifu kwake, likizitii amri zake zote, litajazwa ubora wa neema ya kimbingu. Endapo kanisa kama jamii ya waaminio watakuwa wakweli kwa wajibu wao, kama watamheshimu Bwana Mungu wa Israeli, hakutakuwa na nguvu itakayosimama kinyume chake. Ari kwa ajili ya Mungu na kazi yake ili wasukuma na kuwagusa wanafunzi kuchukua ushuhuda wa Injili kwa nguvu kubwa na ya ajabu. Je, moto kama huo wa ari usingewaka mioyoni mwetu kwa dhamiri ya kusimulia kisa cha maisha na kusulubiwa na upendo wa Kristo unaookoa? Ni fursa kwa kila Mkristo si kutazamia tu, bali pia kuharakisha marejeo ya Mwokozi. Endapo kanisa litajivika vazi la haki ya Kristo na kujiondoa katika mfungamano wowote na ulimwengu, litapokea nuru ya mapambazuko na ushindi uliotukuka. Ahadi ya Mungu kwa kanisa itasimama thabiti milele. Atalifanya kuwa bora kabisa milele, furaha ya vizazi vingi. Ukweli, japo utabezwa na kudharauliwa, hakika utashinda. Ingawa wakati fulani ukweli ulipitia vikwazo, ikaonekana kana kwamba kasi yake imedhibitiwa, kwa hakika maendeleo yake kamwe hayatazuilika. Wakati neno la Mungu linapokutana na upinzani, huwa analipatia nguvu ya ziada ili litoe nguvu zaidi za ushawishi. Likiwa limepewa nguvu za kimbingu,
litapasua njia hata palipo na vizuizi vigumu kabisa na kupata ushindi kwa kila kikwazo. Ni nini kilichokuwa kinamtia moyo mwana wa Mungu kusonga mbele licha ya vikwazo tele na kujikana nafsi? Aliyaona matokeo mazuri ya masumbuko ya nafsi yake, naye akaridhika. Alipokuwa anautazama umilele, aliiona furaha ya wale waliokuwa wamepokea msamaha na uzima wa milele kwa sababu ya kudhalilishwa kwake. Masikio yake yalisikia kelele za waliokombolewa. Aliwasikia waliolipiwa fidia yao wakiwimba wimbo wa Musa na wa Mwana-Kondoo. Kwa imani tunaweza kusimama langoni mwa mji wa milele na kusikia sauti za mwaliko wa heshima watakazopewa wale waliokuwa wanashirikiana na Kristo kwenye maisha haya, wakichukulia kuteseka kwa ajili yake kuwa heshima kubwa. Matendo ya Mitume sehemu ya pili, ukurasa wa 263 hadi 264. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Oktoba 28, mada ikisema kanisa litashinda. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba yeye atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba
mashaka na Bwana ataka yote na mbele, labda